Baada ya miaka mitatu ya uhamisho wa Absalomu huko Geshuri, hali ndani ya nyumba ya ufalme haikurudi utulivu wa awali. Upanga uliokuwa umeanza kufanya kazi ndani ya familia ya Daudi ukawa dhahiri, na maumivu ya ndani yalionekana kama wingu zito juu ya jumba la kifalme. Absalomu alikuwa mbali, lakini ujasiri wake na hila zake hazikuwa zimekufa. Alitaka kurudi nyumbani, lakini kwa busara, kwa muda ambao ungeweza kumlinda na kumtetea kimkakati. Yoabu, jenerali wa zamani na mtu wa hila, aliona hatari iliyokuwa ndani ya familia ya mfalme. Alijua kuwa Daudi alikuwa amegubikwa na huzuni na dhambi, na kwamba hatimaye ujamaa wa kifalme unaweza kuharibika ikiwa migogoro ya ndani haikutatuliwa. Kwa hekima yake, Yoabu alitafuta njia kumshawishi mfalme kumruhusu Absalomu aweze kurudi. Kisha akafanya maamuzi ya kumtafuta mwanamke wa Shekemu, mwanamke maarufu kwa hekima yake na uwezo wa kuwasilisha simulizi kwa busara. Yoabu alimpa maagizo ya wazi: awe na simulizi ya mfano na kisa cha familia kilichogawanyika na mgogoro wa ndani, ili kuweza kugusa moyo wa mfalme bila kumshtumu moja kwa moja. Mwanamke huyo alikubali jukumu hilo, akafahamu hatari na uzito wa maneno yake. Akapewa nafasi ya kufika mbele ya mfalme akiwa na uso wa huzuni, akivaa vazi la maombolezo, akibeba simulizi kama mzigo wa akili na moyo wake. Alianza kwa kueleza kisa cha familia hiyo. Mwana mmoja aliuawa na mwingine, na hakuna mtu aliyeleta haki. Alionyesha uchungu, aibu na hofu ya dhuluma isiyoshughulikiwa, akitumia kila neno kwa ustadi ili kugusa moyo wa mfalme. Daudi alisikiliza kwa makini. Kila maneno ya mwanamke ilimfanya aangalie tatizo kwa undani. Hekima ya simulizi ilimfanya atambue hoja zilizofichwa. Mfalme akachambua simulizi hiyo kwa kina. Akatambua lengo lilikuwa nyuma yake. Hakusema chochote kuhusu hasira ya Amnoni wala kuhusu kisasi kilichofanywa kimya kimya. Baada ya Daudi kugundua kwamba mwanamke yule alitumwa na Yoabu kukamilisha, basi Daudi alikubali Absalomu aweze kurudi Yerusalemu. Baada ya kurudi kwake, Absalomu hakurudi kwa utulivu wa kawaida. Hata akiwa miongoni mwa watu, alikuwa akifanya kila jambo kwa hila, akikusanya hisia za wananchi, akijenga mtandao wa wafuasi kwa busara na ustadi wa kisiasa. Alijua kuwa moyo wa Daudi ulikuwa bado umejaza huzuni na maumivu ya familia, na hivyo hakutaka kuingia kwa nguvu moja kwa moja. Kila siku Absalomu alianza kupanda heshima yake mbele ya watu. Alikuwa akikaa karibu na malango ya nyumba ya kifalme, kando ya njia kuu, akiwakumbatia wananchi waliokuwa wakipita. Aliwapa ushauri, aliwasikiliza mara kwa mara, alionyesha huruma kwa matatizo yao.
aliwaambia kwa maneno ya busara kwamba alikuwa tayari kusikiliza, kumsaidia mtu yeyote pasipokuwa na shaka. Hii ilisababisha watu kuanza kumheshimu zaidi kuliko walivyokuwa wanamheshimu baba yake, kwa sababu waliona heshima na usaidizi wa karibu zaidi kutoka kwa Absalom. Hila ya Absalom ilikuwa ya kina zaidi. Aliwaajiri watu wa karibu wa jumba la kifalme, akawapanga kwa ajili yake yeye mwenyewe. Alihifadhi kila mazungumzo ya siri, akayatumia kwa busara. Alianza kuunda timu ya vijana ambao walimfahamu kuwa hakuangalia kuwa wao ni wafanyakazi wa kawaida, bali walikuwa sehemu ya mpango wake wa muda mrefu. Kadri siku zilivyopita, ila hiyo ikawa wazi zaidi. Absalom alipoanza kuzunguka mashina ya ardhi ya Israel, alifika Shekemu. Hapo alianza kuhamasisha wananchi kwa maneno mazuri na matendo ya uwazi. Aliwaahidi haki, usawa na usaidizi. Aliwaonyesha kuwa yeye alikuwa tayari kusikiliza kilicho ndani ya moyo wa kila mtu. Hii ilisababisha mamilioni ya watu kuanza kumchukulia kama kiongozi bora zaidi kuliko baba yake mwenyewe aliyekuwa amekaa Yerusalemu. Mchakato wa uasi ulianza kufafanuliwa kwa busara. Absalom aliwasiliana na wagombea wa madaraka, viongozi wa maeneo mbalimbali, akiwahimiza kumtii. Hakutumia silaha, bali maneno na matendo kuonyesha upendo wa kijamii na heshima. Baada ya muda, taarifa za uasi zikafika kwa Daudi. Aliambiwa kuwa Absalomu alikuwa akijenga mtandao wa wafuasi kwa haraka, akijenga heshima na mamlaka yake mbele ya wananchi. Moyo wa Daudi ulijaa hofu, lakini alijua kuwa kuchukua hatua ya ghadhabu ya mara moja kungeweza kuharibu uhusiano na taifa lote. Kwa hekima, alikusanya viongozi wake wa karibu, akapanga mpango wa usalama na kujikinga, huku akihifadhi matumaini ya kudhibiti uasi bila kupoteza nguvu yake ya kifalme. Tukutane tena katika simulizi za Biblia. Nikushukuru na nikukumbushe kwamba unaweza kutuma maoni yako kupitia namba ya simu 0763189567, pasipo kuacha kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram sambamba na YouTube channel ambapo tunapatikana kwa jina la TV Sibuka EAGT. Langu jina ni Doka Sofieli. Hadi wakati mwingine, kwa heri. EAGT. Sibuka TV.